Tunalosoma katika siku ya leo ambalo linazungumzia namna ya kujiondoa chini ya maagano mabaya. Kuna maagano ambayo unakuta umefungamanishwa au wewe mwenyewe umejifungamanisha si kwa kujua au hata kwa kujua. Yanakuwa yanakusumbua sana, unaona vitu vingi haviendi, lakini kumbe uko chini ya agano. Agano maana yake ni mkataba, agano maana yake ni makubaliano ambayo yanakuwa yamewekwa. Sasa kuna wakati kuna maagano mengine unakuwa umejifungamanisha wewe bila kujua au umeyarisi. Kuna wengine walioweka maagano watu wa zamani, na wewe kwa sababu uko kwenye uzao ule ule unajikuta na wewe uko unafungwa kwenye ile agano. Sasa napenda tuangalie mambo gani ambayo yanaliweka agano, vitu ambavyo vipo ndani ya agano, au unaweza tukasema hivi ni vitu vya msingi katika agano. Mmoja wapo, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza ukashuka pale, lile ni agano kati ya Mungu na Nuhu. Lina vitu kadha wa kadha ile ambavyo vinalitambulisha agano. Agano lolote lina vitu kama hivyo. Kitu cha kwanza ni sadaka. Angalia Nuhu, baada ya Mungu kuweka agano na Nuhu, Nuhu alitoa sadaka. Sadaka ndicho kitu ambacho kinalipa uhai lile agano. Sadaka ni sawa na betri kwenye simu. Ni kitu ambacho kinaipa uhai ile simu ili iendelee kufanya kazi. Sasa agano lolote huwa linakuwa na sadaka, linaambatana na sadaka. Maana yake hata wale ambao wanakuwa wameweka ile agano ambalo unakuta linakusumbua, maana yake walitoa sadaka. Sadaka ndiyo inalipa agano uhai ili liendelee kufanya kazi, ili agano liwe hai. Ni sosi ya umeme katika agano, kama vile lilivyo betri kwenye simu. Ulifanya agano liendelee kuwa hai, liendelee kuishi. Maana yake litaishi vizazi na vizazi. Unakuta baba alipitia lile, wewe ulipitia hilo, mtoto wako alipitia lile, mpaka mtoto wako unajikuta ataipitia lile. Kwa sababu gani? Sadaka inaendelea kulifanya agano liendelee kuwa hai, kwa sababu sadaka ndiyo hulipa uhai ya agano. Lakini kitu kingine ni maneno. Kwenye agano lazima maneno yatamkwe. Maneno ni sawa na application kwenye simu. Application maana yake ndizo zinaiambia simu ifanye nini. Kwa hivyo kwa mfano kwenye simu ukiwepo na application ya kamera, maana yake simu inaambiwa ipige picha. Ukiwepo na application ya calculator, maana yake simu inaambiwa ikalculate. Lakini ukiwepo na application ya audio player, maana yake inaambiwa simu play audio. Kwa hiyo maneno ni sawa na application kwenye simu, ndio yanafanya agano liwe hai. Kwa hivyo basi, mbali na maneno, kwenye agano kuna kuwepo na masharti. Unaweka pia masharti. Masharti ni sawa na password kwenye simu. Masharti ni sawa na password kwenye simu. Maana yake masharti, kwa mfano hata ukiangalia agano la Nuhu na Mungu, na masharti yaliwekwa. Mungu akasema mtu asile nyama pamoja na damu yake, lakini pia mtu atakayemwaga damu ya mtu, damu yake huyo mtu pia itamwagwa. Maana yake yale ni masharti ambayo yalikuwepo ndani ya ile agano. Maana yake ile ni sawa na password kwenye simu. Lakini pia ukiacha masharti, kunakuwa na alama za agano. Agano pia lina alama, linakuwa na alama. Ukiangalia katika agano la Mungu na Ibrahimu, agano la Mungu na Nuhu, utakuta pale kuna alama ambayo iliwekwa, ni upinde wa mvua. Mungu akasema mimi naweka alama yangu ya agano, naweka upinde. Ile ni alama. Alama maana yake ni nini? Kwenye simu ni sawa na ile risiti. Unaponunua simu unapewa ile risiti. Risiti inaonyesha umiliki. Kwa hivyo alama za agano kazi yake ni kuonyesha umiliki. Kwa mfano, mtu unaweza ukawa unaenda kwa mganga ukafunga agano, hautaishia hivi hivi. Maana yake
lazima unaweza ukachanjwa chale, unaweza ukapewa cheni fulani, ukapewa kitu chochote cha kuvaa, ukapewa kitambaa. Zile ni alama. Au unaweza ukapewa kitu chochote ukakiweka nyumbani, au unaweza ukaambiwa nenda kapande huu mti. Sasa unakuta unapewa nenda kapande mti nyumbani kwako. Zile ni alama za agano, zinaonyesha umiliki, kwamba ukipanda ule mti pale nyumbani, ina maana kwamba ile nyumba umeikabidhi kwenye ile agano, na ile alama itabaki. Unaona, maana yake alama ndio zinaonyesha umiliki. Kichanja chale inawakilisha, maana yake umemilikiwa kwenye kuweka chini ya ile agano. Kwa hiyo agano itaendelea kufuatilia. Sasa kama ukipanda mti pale nyumbani, yeyote pale kwenye familia ataweza, kwa sababu utakuwa umeikabidhi familia yako nzima kwenye agano. Yeyote atafuatiliwa, mtoto atafuatiliwa, mtoto wa mtoto atafuatiliwa, kwa sababu ile agano bado kunakuwa na alama zake. Basi utawezaje basi kutoka kwenye agano? Utawezaje kutoka kwenye agano? Mara nyingi wote tunajiweka kwenye agano, tunafungamanisha kwenye agano, hasa watu ambaye unajikuta unafanya masturbation, unaangalia picha za ngono, au unafanya uasherati, unafanya uzinzi. Mambo kama yale yanakufunga kwenye agano. Unajifunganisha wewe mwenyewe kwenye agano, unajiweka wewe mwenyewe kwenye agano. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuwa unaota ndoto na kuzini. Mwanaume unazini na mwanamke, au mwanamke unazini na mwanaume, unaota ndoto. Tayari hapo ujue kuna agano. Au unaweza kaota unapewa pete. Ni agano. Angalia hata ndoa, kufunga ndoa lazima uvae pete, ile ni alama ya agano. Alama ya agano. Unapoota unapewa pete, unaota unavaa pete, ujue kuna agano na kufungamanishwa na majini na mapepo, kufungamanishwa na Mungu wa giza. Ukienda kwa mganga mara nyingi pia unaweza kupewa pete, zile ni alama za agano. Unajiweka chini ya agano. Namna gani basi utatoka? Kitu cha kwanza, walipofunga agano, au wewe ulipofunga agano ulitoa sadaka. Ili utoke kwenye agano inabidi utumie sadaka pia. Basi tumia damu ya Yesu ambayo ni sadaka bora kupita sadaka zote. Futa hizo sadaka kupitia damu ya Yesu. Useme kabisa, ninafuta hizi sadaka, ninazibatilisha hizi sadaka, ni sadaka ninaziondoa kupitia damu ya Yesu. Lakini namba 2, futa yale maneno yaliyotamkwa, yale maneno yaliyonenwa kwenye agano, kama familia hii naiweka kwenye agano, hiyo agano lifuatilie nani na nani. Basi wewe unachukua kwenye familia yenu, hakuna mtu, kila kianza shule anaishia darasa 2, au anaishia darasa, au anaishia darasa 7, haendelei. Yaani familia yote ukiangalia, watu waliopita waliishia hapo, wewe unaishia pale pale. Au kufanikiwa, kila mtu akianza biashara hii na kufa, akianza biashara hii na kufa, au ukifuga, yani mifugo inakufa, yani unakuta, au magonjwa, unakuta baba alikuwa na ugonjwa ule, baba alikuwa na ugonjwa ule, wewe una ugonjwa ule, mtoto ana ugonjwa ule. Yale ni maagano. Kwa hiyo namna gani basi utafanya? Futa yale maneno yaliyotamkwa kwamba agano hili litafuatilia kizazi na kizazi. Futa yale maneno kupitia damu ya Yesu. Lakini jambo jingine, yale mambo yaliyoharibika basi uyahuishe. Uyahuishe mambo yaliyoharibika kupitia damu ya Yesu. Uyahuishe. Kwa mfano, ulikuwa labda kwenye wokovu wako ulikuta unadorora, yani hauendelei mbele, unaishia unachoka, unamwacha Mungu, au biashara yako inaharibika, afya yako inaharibika. Basi yale mambo yote yaliyoharibika, tumia damu ya Yesu kuyahuisha ili yarudi kwa upya. Lakini kingine, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa kuondoa kwenye ile agano. Inabidi utamke kabisa, weke mstari mwekundu wa damu ya Yesu kwamba agano hilo limeishia hapa, halitaendelea kwako na kwa kizazi chako. Basi mshukuru Mungu kwa kukuondoa katika ile agano. Naona mambo yako sasa yataenda vizuri, na Mungu akubariki sana. Mimi nikushukuru. Ninaitwa Mwalimu Enoch, ninakukaribisha tena katika channel hii kwa ajili ya mafundisho mbalimbali. Mungu akubariki na kutakia wakati mwema.